السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na topic yetu ya kukumbushana masala inahusu salatu al-jam' au al-jam' baina salataini, kama ilivyokuwa desturi ya msikiti wetu huu. Baada ya dhuhuri unafanyika tu kama hilo tu. Mwenyezi Mungu atakabalie na ajalie kabuli na fahamu na kutendea kazi. Shurutu jamu ta'khiri ithnan. Leo tupo katika kuelezea sharti za kuchelewesha swala, sababu kila kitu kina utaratibu wake. Kwa hiyo tukishaamua sasa kukusanya swala kwa njia ya kuchelewesha, kuna sharti zake. Sharti yake ya kwanza kabisa ni niyatu ta'khiri, kutia nia yenyewe ile ya kuchelewesha swala. Usikae tu hivi hivi kimya, au ukawa umeghafilika baada ukasahau kwa sababu ni msafiri, kwa hiyo itakuwa sina dhambi. Hapana, kila kitu innamal a'malu binniyat. Nataka utie nia kwa kipindi maalum, kwamba wanasema sharti hii ni ile niyatu ta'khiri wa qad baqiya min waqti al-ula ma yas'uha, kwa sharti ya kwamba pale unapotia nia ibakie swala, ibakie ule muda wa swala ya mwanzo, ubakie ule muda ule swala ya mwanzo wa kuswali, ma yas'uha, muda ambao utaitosheleza ile swala yenyewe kuswali. Hiyo ndio sharti yake. Sio katia nia ta'khiri ushaingia wakati wa swala nyingine, hapo ikubaliki, unahesabika wewe ni sahi sala, unahesabika wewe minasahuna, katika wale ambao wenye kusahau na kupuuza nini swala, kwa sababu hujatia nia ya kuchelewesha na wala hukuswali katika time yake. Kwa hiyo ndio sharti ya jamu ta'khir, kutia nia katika muda ambao utatosheleza kuienea ile swala yenyewe. Kwa mfano, utakufanya jamu ta'khiri kwa swala ya dhuhuri, uje uiswali katika wakati wa asiri, basi jitahidi utie nia ndani ya wakati wa dhuhuri. Utie nia nini ya kupata hisia, mimi nitachelewesha kutokana na mashughuli yangu, nitachelewesha swala nini ya adhuhuri, nitaswali pamoja na asiri, au nitachelewesha swala ya magharibi, nitaswali pamoja na isha ndani ya taimu ya swala ya mwanzo. Ama ikitokezea umejisahau mpaka ikafika time mwisho wa swala ya mwanzo na imebakia muda hautoshelezi, isipokuwa ima ni rakaa 2 au 3 ile, au nje ya swala yenye muda wa swala ile ya mwanzo ambayo ni adhuhuri, inakaribia shilingi alasiri, hapo unapata dhambi. Utakuwa uswali kama ungekuwa hujatia nia. Maelezo yanachuoni yanasema yadkhulu waqtu niyati ta'khiri, unaingia muda wa nia ya kuchelewesha swala bidukhuli waqti as-salah, kwa kuingia wakati wa swala, wa yantahi la, na unaisha ule muda wa kutia hiyo nia ya kuchelewesha, ayyabqa min waqtiha ma yas'u as-salah, ubakie kadri ya ule muda ubakie kwa kutekeleza swala yenyewe. Ingawa kuna ikhtilafu baina wanachuoni katika madhhabi ya Shafi'i. Kwa wengine wamesema rakaa 4 nzima muda wake utosheleza, wengine wakasema rakaa 1 tu, baina ya Imam Ramli na Ibn Hajar wamepishana. Ibn Hajar anasema basi japo rakaa 1 ibakie katika ule muda, japo rakaa 1 ibakie, utie nia kuchelewesha, hapo utakupata dhambi. Lakini kishaingia wakati wa swala nyingine afu ndio unatia nia kuchelewesha, hapo unapata dhambi, unahesabika min sahuna swala. Sharti ya pili, dawamul udhri ila tamami salati thania, udhuru ubakie. Na hapo kuna tofauti kidogo. Ule udhuru wa safari uendelee kupatikana mpaka umalize swala ya pili. Tofauti kwenye jamu taqdim. Kwa jamu taqdim inatosha tu
mpaka kufikia ile takbiratul ihram ya swala ya pili inatosha, lakini kwenye taakhir mpaka ile swala yenyewe physical uimalize kuiswali ndio inavyotakiwa, kwamba udhuru wako wa safari uendelee mpaka unamaliza swala ya pili. Tofauti kwenye jamu takdim, udhuru wako uendelee mpaka kuhirimia kuleta takbiratul ihram katika swala ya pili, na kuwa haina madhara safari yako ikiwa imekatika na imeisha. Hunaka masail, kuna masala mbalimbali yanayotaalaq. Hizo ni sharti mbili za jamu takdim, ukiunganisha na zile shurutu jamu baina salatayn kama tulivyosema kule mwanzo, zile sharti zisizopungua 7 kwa 8 kama tulivyozungumza kule nyuma, zinaingia na hapa, lakini zimeongezewa hizo mbili, kwamba utie nia kabla ile wakati wa swala nyingine hujaingia, na pia uwe udhuru wa safari upo mpaka unamaliza swala ya pili. Ikitokezea chochote baada hapo, wewe ushakuwa haufai kukusanya baina ya swala mbili. Sasa kuna masala katika jamu taakhiri wanayozungumza na chuoni. Kwa mfano, dakhala waqtul ula wala yusalliha, mtu ameingia wakati wa swala ya kwanza, kwa dhuhuri imeingia kama hivi, hakuswali wala yusalliha, hakuswali. Thumma safara fi waqtiha, kisha katika ile time ya dhuhuri bwana kaja ripoti na habari, bwana unatakiwa usafiri, na yeye alikuwa imeingia wakati akina kuzia hakuswali. Basi kwa sura kama hiyo, fayajuzu lahu jamu ta'khir bi sharti an yamil jam'a ba'da khurujihi min al-umran, ataruhusiwa kufanya jamu ya kuchelewesha, lakini baada ya kutia nia pale atapovuka majengo. Hata isema kwamba alidharau, kwa hiyo kwa sababu wakati ulishaingia na imepita nusu saa au saa mzima hajaswali, atakuwa hana qualifications za kupunguza swala, hataambiwa ya kukusanya swala, hataambiwa namna hiyo, bali tu ajitahidi atie nia ya kukusanya kabla hajatoka kwenye yale majengo, yani mji wake. Kama mji una sur, atie nia kabla hajatoka kwenye sur, kwenye uzio, au kama mna uzio, majumba kwenye mji wake akawa ameyapita. Wajibu alayhi swala ula fi waqtiha, na wala haina ulazima kuiswali swala mwanzo ndani ya wakati wake. Hayo ni masala yanazungumza pia wanachuoni. Mtu umeingia dhuhuri akadelay, na ile si jambo zuri. Ikiingia swala ukadelay, si jambo zuri, kwa sababu Mtume sallallahu katika hadithi sahihi akatambia 3 la tuakharu, au kama qala sallallahu, mambo 3 hayacheleweshi. Al-aibu idha wajada kufa, mtu ambaye soa akapata anayefaa naye kuolewa naye au kumuoa, hapo asikileweshwe. Usiangalie mambo mengine hapo, kupata kufu mara, wa illa takun fitnatun wa fasadun fil ardh, takuwa ufisadi katika ardhi. Jambo la pili, idha hadaratil janaza, jeneza, yani mtu akifa kwa kifupi, na kijeneza ni yule maiti alikufa. Akifa mtu atakiwa kucheleweshwa. Hii ndio sunna Mtume alituachia mwendo, lakini mara nyingine kuna hali zazingatiwa, labda watu wa kumshughulikia wako mbali au hivi na kadha, kuna heshima maalum hapo, na mambo mengine, yuko mji mwingine, kuchelewesha hapo itakuwa ina udhuru, lakini asli yake hacheleweshwi. Na pia as-salah idha dakhala waqtaha, ukiingia wakati wake swala utaki kuchelewesha, utakuwa uswali haraka ndani ya wakati wake, kwa sababu wakati wa kwanza ule una fadhila yake. Lakini katokezea mtu akadelay kuswali, ikaja taarifa ya safari, afanyeje? Swali hapo haraka, anayo nia, anayo fursa ya kuswali jamu taakhiri, lakini atie nia kuchelewesha kabla hajatoka ya kuchelewesha swala au kukusanya kabla hajatoka katika nini, katika mji wake. Akitoka katika mji wake, baadhi ya ulama wametia mashaka kidogo, lakini kauli rajih la basa, muhimu ni ile nia, wakati usije ukatoka tu. Wala yajibu alayhi an yusalli ula fi waqtiha. Masala ya pili wanasema hivi,
Kuna time dakhala alwaqtu alula wa huwa musafir, umeingia wakati wa kwanza na hali yako yeye yupo katika safari, wana jamaa ta'khir na amenuia kuswali swala ya kuchelewesha. Thumma aqama, kisha akaamua kukaa kabla dukhuli alwaqti athaniya, kabla kuingia ule wakati wa swala ya pili. Yuko ndani ya safari, ikaingia dhuhuri, kwa sababu tunajua yeye ana nafasi ya kuchelewesha, kwa hiyo akaamua kuchelewesha. Lakini ikatokezea sasa safari yake imekatika, imemaliza bwana, hii safari hakuna tena endelee, maana aqama, ndio maana akafanya makazi sehemu kama hiyo kabla dukhuli waqti thani, lakini kabla ile swala ya pili haijaingia. Kwa mfano dhuhuri haijaingia alasiri, fajr ile swala ula fi wakati, hapo sasa ataswali ndani ya wakati tofauti au kinyume na ile masala mwanzo. Hapo inabidi aswali ndani ya ule wakati. Kwa sababu gani? Ashakuwa tena yeye sio msafiri, hana zile sifa au vigezo vya kumfanya yeye afanyeje, acheleweshe swala. Kwa hiyo ataswali hapo hapo. Kule anayo sifa kwa sababu yuko ndani ya safari, ile kuwa kwamba hakutumia pale hawezi ikamharibia kwamba lazima tunaombea kwanza uswali ndani ya wakati kisha ndio uondoke. Hapana, anayo taratibu ya kunuia na akaswali baadaye. Lakini hapa ikisha katika ile safari yajibu an yusalli al-ula fi waqtiha. Wanachuona wakutusaidia wakatuwekea differentiation katika jamu taqdim na jamu ta'khir, utofauti namna gani unatofautisha jamu taqdim na jamu ta'khir. Comparison. Jamu taqdim, masala kwanza, waqtu niyya fi athna'i salati al-ula. Katika jamu taqdim kukusanya swala kwa kuzitanguliza, inatakiwa nia iwe katikati ya ile swala kama tulivyoambiwa, japo mwisho wa salamu, lakini utie nia ya kukusanya jamu taqdim kabla hujamaliza ile swala. Ukimaliza swala tu ushakuwa tena uko out of time, kwa hiyo utakuwa huruhusiwi tena kukusanya ile swala, itabidi usubiri mpaka ule wakati wake. Lakini jamu ta'khir min dukhuli waqti al-ula ila yabqa min waqtiha ma yas'uha, ni tangu kuingia wakati wa mwanzo mpaka kubakia time ambayo unaweza ukatosheleza swala raka 4 tu zile. Hapo pia unayo ruhusa ya kutia nia ya kuchelewesha. Tofauti huko inakuwa ndani ya swala, hapa inakuwa just katika ule wakati haujatoka unatia nia kwa kiwango hicho mayasawa. Jambo la pili, dawamu al-udhri ila tamami ihrami bis-salati thaniya. Katika jamu taqdim, watoka udhuru wa safari udumu upatikane kuwepo mpaka kuhirimia swala ya pili, katika jamu taqdim. Kwa mfano swala ya dhuhri, umeweza dhuhri mpaka pale unahirimia sasa ya alasr, sasa Allahu akbar, pale ikaja sababu kwamba safari hauna, bado ulikuwa uko ndani ya nini, ya sheria, unaweza kufanya jamu taqdim. Kinyume na hivyo haiwezekani. Lakini kwenye jamu ta'khir, udhuru wako unatakiwa utimie, uwepo udhuru wa kusafiri mpaka kutimia swala ya pili, yote imalizike swala ya pili. Kwenye jamu nini, jamu ta'khir. Ikitokezea udhuru wako umekatika kabla swala ya pili haijatimia, manake wewe utakuwa jamu ta'khir kama tunasema unachelewesha salati al-asr, salati dhuhri wala katika al-asr. Sasa ule muda au ile sababu ya safari inatakiwa ibakie kwa kipindi hicho. Ikitokezea imekatika kwa muda ambao hauwezi kukamilisha swala ya pili, basi hapo utakuwa uswali kawaida na wala usiwezi kuswali swala ya jamu ta'khir. Tatu, katika jamu taqdim tajibu muwala, inatakiwa kufululiza kwenye jamu taqdim. Kwa swala ya dhuhuri hapo immediate unaswali al-asiri, lakini kwa jamu taqdim la tajibu muwala. Kwa mfano mtu amechelewesha dhuhuri kuja kuswali al-asiri, al-asiri ishaingia, akaswali kwanza al-asiri akaraka, alafu akaona bora apate chakula au sababu yote ile,
anayo ruhusa ya kufanya hilo jambo, kisha kabla ya wakati wa alasiri hujamalizika kuingia magharibi akaswali tena swala nini, swala la asiri. Hakuna lazima ya muwala, mujarrad ya kuichelewesha, haina lazima kufuatanisha kama vile katika jamu taqdim. 4, jamu yajibu tartibu katika swala ya jamu taqdim, inatakiwa taratibu. Inaanza dhuhuri inakuja alasiri, inaanza dhuhuri inakuja alasiri, fuata utaratibu vile swala zilizopangiliwa. Ama kwenye jamu taakhir la yajibu tartibu bali yusanna, la yajibu tartibu bali yusanna, kama vile ilivyokuwa katika muwala. Katika jamu taakhiri kufululiza swali magharibi hapo ukasali na isha, katika jamu taakhiri ni sunna lakini sio yajibu. Ama kwenye taqdim yajibu, wa illa batalat salah, inakuwa swala imebatilika. Kadhalika hapa utaratibu kwenye jamu taqdim unahitajika, ama kwenye jamu taakhiri utaratibu ni jambo la sunna. Unaweza ukaanza basi, kwa mfano umetiania maghribi nije swali na isha, ilipoingia sasa wakati wa isha ukaanza kusali swala isha kwanza, kisha ukaja kusali maghribi, haina shida. Lakini ukiamua sasa ni swali jamu taqdim, isha ni maghrib na isha, lazima uanze magharibi kisha ufuatishe na nini, na swala ya isha, kwa sababu ni jamu taqdim. Ama kwenye taakhiri utaratibu sio lazima. Kuna kusanya pia kwa ajili ya swala, kama tulivyosema, maulama wengi wamerecommend kwamba mtu akiwa anaumwa maradhi ambayo yashuku alayhi salatu fi waqtiha, inakuwa gumu kuswali swala katika wakati wake, yajuzu kukusanya swala mbili, yajuzu. Hii ni kwa yani madhhabu jumhur. Katika madhhabu Shafi'i yajuzu, isipokuwa Imam Nawawi ikhtara na wengineo pia wamekhtari kauli kwamba mtu akamgonjwa anaweza, lakini kauli yenye nguvu ni ya jumhur, ulama wote wanne isipokuwa katika madhhabu Shafi'i ndio kidogo kuna ulakini, na kuna watu wengine ulama wengine kama Imam Nawawi amesupport jambo kama hili kwamba inajuzu mtu akiwa anaumwa kukusanya zile swala ili apate takhfifu, sababu lengo kubwa ni raf'ul haraj, kama vile Qadhi Hussein bin Suraj والرياني وماوردي والدارمي. wote Darimi ni mmoja katika maimamu wa sunna, yani mtu kusanya hadithi sunna ni Darimi ipo, lakini walikuwa ni mafukaha pia, walikuwa pia ni mafukaha, sababu hata zile hadithi zao wamezipanga kwa utaratibu wa kifiqhi. Kwa hiyo yeye pia naye ameona kwamba yafaa zaidi au waliotajwa wote tulisema kwamba Qadhi Hussein ibn Suraj, Mawardi, Imam Mawardi huyu, Rawiyani na Darimi, maana kwamba wote ni mutaniq madhhab Shafi'iyya, mutaniq madhhab Shafi'iyya na maulama wa hadithi, lakini wakawa umekhtari kama alivyokhtari Imam An-Nawawi. Huu mfumo wa kuegema katika wale imamu wetu wanne ni mfumo wa kadim sana, ni wa zamani sana, sio kwamba labda kimezuka kama sasa hivi, kama wengi wetu tunavyopambania kama madhhabu yasiwepo ndio inaharibu. Inaharibu ni concept ya madhhabu, sio ile madhhabu yanaharibu, kwa sababu hii dini ni indibatat. Dini ni ile indibat, kusio kuna mchezo, kuna kitu maalum, ndio hiyo istiqama. Mtu anastiki na hali moja, anafanya ibada zake. Ikitokezea emergency kama tulivyoambiwa, tunaweza kuchukua kwa baadhi ya maeneo ya wanachuoni ambao walisema, lakini uwe na formula fulani ambayo wewe unaabudu, sio jambo la sasa. Sasa kuangalia maulama wakubwa muhadithuna baadhi yao, lakini walikuwa wakijinasibisha, mimi Shafi'i na Bukhari, na wanajinasibisha, mimi Hanbali, mimi Hanafi, mimi kadha. Ukisoma vitabu vyao unakuta ile jambo, lakini sasa kwa sababu kuchelewa zama ikaja madhhabi kuchukuliwa kama kitu kibaya. Kwa wale wanao practice madhhabu wamefanya shida, wamefanya taassub,
Ndio sasa zimekuja fikra na njia kama kuziona hizi madhhabu ni mbaya, zifanywe juhudi ya kuondoshwa, lakini bila hakika hazina ubaya wote na huwezi kuziondosha. Wewe unaotaka hivyo tio utakuwa umeanzisha madhhabu yako pia. Alla madhhabia akhtaru shay'in yuhaddidu shari'ata al-islamiyya, kama alisema Dr. Buti kwamba kutokuwa na madhhabu yote, wewe unakwenda tu hivi, basi naomba hiyo ndio hatari zaidi katika maisha ya kiimani. Yuhaddidu, inatishia sheria ya Uislamu kuvunjika, kwa sababu tutakuja na kitu ambacho tutafanya sandwich, hakuna ile indhibat, kujidhabiti sawa sawa. Kwa hiyo ndio maana nikatanabaisha kwamba Imam Nawawi ni mmoja katika madhhabu ya Shafi'i, yeye amekhtari kwamba mgonjwa afaa kupunguza kama wengine katika madhhabu mengine, na pia akapata support kwa ulama wezie katika madhhabu ya Shafi'i kama tulivyowataja kina Ibn Surayj, Qadhi Hussein, ulama wakubwa kina Rawiyani, Imam Darimi, wote hao wanaegemea katika rai ya madhehebu mengine kwamba yajuzu kupunguza kwa ajili ya maradhi. Sasa dhabt maradhi gani? Ni maradhi maulama wanatuambia mashaqatun shadida. Urfu unajua kwamba maradhi haya mimi yananisumbua. Maulama wengine wakatokea kiwango au kipimo kwamba huyu mtu kwamba maradhi yake yanafaa kupunguza, kwamba hawezi kuswali kwa kukaa au akiswali apate tabu kweli yani. Ndio akasema haya maradhi kama hayo sasa yafaa kupunguza. Sio maradhi tu kidole kinauma au kichwa cha panadoli tu yani unataka upunguze swala, hapana. Unataka ukusanye swala, unataka uswali katika time yake. Kwa nini? Kwa sababu tunaambia inna salat kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Ndio ilikuja na Jibril alipokuja kumfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumwambia kwa moja kwamba kusanya, alimwambia adhuhuri. Akaikuja swala kwa kwanza kuswaliwa kudhihirika ilikuwa adhuhuri, ndio maana ikaitwa dhuhuri, ni kwa sababu kudhihirika. Kisha akaswali naye alasiri, akaswali naye magharibi, akaswali naye isha, akaswali naye alfajiri. Ile swala alfajiri tunaanza mwanzo, ndio ilikuwa mwisho katika kufundishwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini ndio yenye fadhila kubwa. Sasa hivi ndio inavyohitajika watu tuziheshimu hizi swala kwa time yake. Zikija emergency hizi na dharura, ruhusa hizi tunaweza kutumia, lakini ile original kwamba tutekeleze swala katika time yake. Jamu fil matar na tulizungumzia, lakini kuna sharti zake. Kukusanya kwa ajili ya mvua kunyesha, nayo kuna sharti zake ambazo ni 5 kwa kumalizia, na ndio itakuwa topic yetu ya mwisho kisha ingia swalatul Jumaa. Jamu fil matar yajuzu bi shuruti 5. Kukusanya katika mvua inajuzu, inafaa, lakini kwa masharti 5. Sharti ya kwanza, yakuna jamaa taqdimi la ta'khir. Sije kama mvua sasa, jamani dhuhuri fungeni milango tuje kusali la asili baadaye. Hiyo hakuna katika sheria. Lazima tuchunge zile sheria. Jamu taqdimi inafaa. Kwa hiyo tunaweza kutanguliza na sio kuchelewesha. Kama tulivyosema jana kwamba afdal jamu taqdim min at-ta'khir, kwa sababu ni bara'atu min adh-dhimma. Unaondoa katika dhima kwamba ushatekeleza jukumu la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuamrisha ya alladhina aqimus salah, kwamba tusimamishe swala, ushatekeleza jukumu ni dhima. Kuliko kuchelewesha mara na kutokea utakuwa umebeba ile dhima, siku ya kiyama utaulizwa. Na hakuna kusameheka kwa sababu eti mimi sijaswali nisameheke. Hujaswali kwanza utekeleze. Tauba yake ni kufanya kwanza, alafu ndo Mwenyezi Mungu mwenyewe hakusamehe kwa ule makosa ya kupuuzia swala. Lakini ile physical swala lazima uitekeleze kwanza. Hivi ndio utaratibu ulipo wa kisheria. Kwa hiyo kama hujaswali itakuwa katika dhima yako. Hiyo sharti ya kwanza, hiyo jamu taqdim, jamu ya kutanguliza na sio jamu ya kuchelewesha. Sharti ya pili, wujudul matar inda al-ihram bil ula wa inda tahallul minha wa dawamuhu ila al-ihram bil thaniya.
ile mvua yenyewe tunayokusudia ichape kweli kweli, yani kuanzia mwanzo wa swala tunayoanza kukusudia kukusanya ikaja mpaka katikati ya swala inaendelea mpaka tukafika tunaanza takbiratul ihram ya swala ya pili. Kwa mfano tumeswali ya dhuhuri, mvua inachapa, salamu alaykum warahmatullahi, mvua bado inachapa, tunapata Allahu akbar kwa ajili ya swala ya asiri, mvua ikakatika. Hapa haina shaka tutamalizia la asiri yetu, baadaye atajua likiwaka vipi atuje tena kuswali. Sababu tulikusanya ndani ya time iliyoruhusiwa kisheria. Sharti yake ni wujudul matar, kuendelea yale matar inda al-ihram bil-ula, kwanza takbira ya mwanzo, wa inda tahallul minha, na mpaka kumaliza ile swala ya mwanzo, wa dawamu ila al-ihram bil-thaniya, na kuendelea ile mvua mpaka kuleta takbira ihram ya swala ya pili. Hapo tena itakuwa imekuwa wala yushtaratu wujudu fi ghairi hadhihi al-awqat. Haina lazima kwamba iendelewe, hapana. Hapo inakuwa sisi tuko katika usahihi. Inawezekana labda ndio wenzetu baadhi wanatumia hiyo, lakini kuna sharti tuzisikilize pia kama wao wana qualified kufanya hivyo au vipi. Sharti ya tatu, an tusalla jama'atan, iswaliwe jamaa. Huko kukusanya kwenye swala hizo mbili ziswaliwe nini? Jamaa, asiwe mtu anaswali peke yake. Jambo matar ndio kule kwa tunapata tabu, watu wakimsallu ala rihalikum, wala wanafunzi kwenye yale majengo, kwa sababu kwa distance kubwa kidogo, unakuta wewe sakani yako ipo kama jengo la ushirika kule, ndio sakani yako, msikiti uko hapa, ni sehemu ya chuo, kwa sababu wenzetu hizo nchi za zetu ambazo zimeendelea zina maeneo makubwa ya mambo yao ya dini. So msikiti hapa parking unababaisha hapa. Wao wakichukua eneo kwa ajili ya msikiti na kwa eneo, unaweza kufanya mashamba au kufanya chochote. Kwa hiyo inapotoka ile speaker swala la hali kwa mtu yuko mbali kweli. Sasa kule kwa unapata tabu kuangalia nani na nani ili tuswali jamaa, kwa sababu inatakuwa jamaa matar uswali kwa pamoja, sio peke yako. Ukitakuona kwamba jambo la swala ni jambo muhimu sana, sio jambo la kuchezea. Hiyo sharti ya ngapi? Ya tatu, antuswala jama'atan. Sharti ya pili, antakuna fi makanin ba'idi masjidin, ba'idi masjidin au ghairihi, kwamba hiyo sema utakwenda kuswali iwe mbali na msikiti, ndio masharti yake. Sio wewe over the corner here, basi wewe unataka pia upewe udhuru na wewe usali jamu matara, hiyo haitakiwi hivyo. Kwa hiyo tuangalie hizo conditions kwa namna ya umakini sana. Hapana talaubi bil ibada, hakuna kuchezea mambo ya ibada. Na sharti ya mwisho ndio hii sasa inakuja kutudefine. Je, au wenzetu wanaofanya mpaka sasa hivi maana nimesikia Nairobi hapo wana perform pia jambo la matar wanaofanya, je wanao vigezo, wanao wasifu wa kufanya hivyo? Sharti ya tano, an yataadha min al-matar fi tariqihi, awe atapata udhia, atapata shida wakati anakwenda msikitini kwa ajili ya ile mvua. Lakini kama ana shida yoyote, bajaji yangu ipo hapo, gari yangu ipo hapo, mwevuli wangu upo hapo, maana ya mambo sio kufanywa maskhara. Swala inatakiwa iwe katika nidhamu yake. Hiyo ndio inatakiwa afanye namna hiyo. Wa amma idha wajada kinnan, ama akipata kitu cha kumsaidia kwa ajili ya nini, ya mvua, ndio kama tulisema usafiri upo au umbrella, fala yajuzu jam'i, haifai kukusanya. Fala yajuzu jam'u, haifai kukusanya. Na hii wanasema ni individual, kama vile watu mmoja kila mmoja. Lakini yule imam akiwepo msikitini, yeye hata akiwa peke yake inabidi akusanye, au ni manake yeye ndo wanasema ibara zao, ila imamu masjid, isipokuwa imamu wa msikiti, fa yajuzu lahu jam'u wa illa yataadha, japokuwa hatopata udhia bila kukusanya kwa sababu ya simplicity ya wengine.
Hiyo ndio sheria yetu iko nyepesi sana. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atuwafikie tuelewe na tuyafanyie kazi haya tuliyokumbushana. Lengo kubwa ni kufanyia kazi haya tunayokumbushana, tusiingie katika mchezo wa kiibada, na tujalie miongoni ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل التفاسير وارزقنا العمل فيه يا رب العالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا واجتنابه. اللهم يسر امورنا ما راحت قلوبنا والعافيه في ابداننا والسلام في ديننا وابداننا ودنيانا برحمتك الراحمين. صلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.